Bana, leo niliamka majira kama ya saa 8 hivi, saa 8 saa 7 za usiku. Na baada ya kuwa nimeamka, moja kati ya kitu ambacho wanakifanya huwa ni lazima nichukue vifaa vyangu vya utendaji kazi ili nione nini ambacho kinaendelea duniani. Na wakati nimeokota vifaa vyangu vya kufanyia kazi, nikakutana na ile ripoti ambayo inahusu kila ambacho kimefanywa na Hamas. Ambapo yani sehemu ya taarifa ambayo niliona ilikuwa ni ile taarifa ya afisa mwandamizi wa Hamas anayefahamika kama Khalil al-Hayya, ambaye alitangaza kwamba vita vya Gaza vimefikia tamati, akisema mpango wa bwana Donald Trump sasa umezaa matunda, na unazaa matunda kwa maana ya kuwa na sitisho la kudumu la mapigano. Akasema wamepokea dhamana kutoka Marekani na wasuluhishi wengine kwamba mapigano hayatoanza tena, na kwamba wametuma jibu rasmi ambalo linalenga kuzuia umwagaji wa damu. Hii ilikuwa ni moja kati ya story ambayo nilitazama hiyo night usiku, nikasema oho, rais wa Marekani bwana Donald Trump ni mjanja. Ameamua kufanya hivyo akiwa anajua kabisa ilikuwa ndio muda wa utoaji wa tuzo za Nobel, kwa maana zile tuzo za amani. Kwa hiyo ni kama kulikuwa kuna kashinikizo fulani hivi ambako kalitolewa. Maana baada hapo nikaona Waisraeli na wenyewe wametoa official statement, hao Hamas wametoa official statement na mataifa mbalimbali, na kwenye hizo statement zao zote zilikuwa zinamtaja sana rais wa Marekani bwana Donald Trump. Kasema naijua hiyo ni mtego ambao umetengenezwa. Kumbe bwana Donald Trump alikuwa anatafuta uwezekano wa kupata kuongezea zile sifa za kushinda ile tuzo ya Nobel. Kwa bahati mbaya sana ni kwamba tuzo ya Nobel aliyechukua ni mtu mwingine kabisa anayefahamika kwa jina la Maria Corina Machado, raia wa kule Venezuela. Mwanaharakati huyu mwanasiasa, ameanza siasa zake mwaka 2002. Kama itoshi, amekuwa ni mkosoaji sana wa serikali ya bwana Nicolas Maduro pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba rais wa Marekani bwana Donald Trump ameangukia pabaya sana. Sasa nikakutana na taarifa nyingine ambayo inaeleza kwamba sitisho la mapigano kati ya Gaza limeanza kutekelezwa. Jeshi la ulinzi la Israel, IDF, Israel Defense Force, wamethibitisha. Jeshi la ulinzi wa Israel wamethibitisha kuwa sitisho la mapigano katika ukanda wa Gaza limeanza kutekelezwa rasmi. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa katika mitandao ya kijamii, jeshi hilo limesema limekamilisha hatua ya kuondoa wanajeshi wake hadi katika mstari ambayo ilikubaliwa chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yanasimamiwa na rais wa Marekani bwana Donald Trump, kuanzia saa 6 za mchana kwa saa za huko, ambao ni kama saa 3 fulani hivi kwa saa za hapa kwetu. Na wanajeshi wa IDF wameanza kujipanga katika mstari mipya ya kijeshi kwa ajili ya utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano na kuandaa mazingira ya kurejeshwa kwa mateka. Taarifa hiyo ilisema, ikiongeza kwamba vikosi vya kusini vya IDF bado vipo eneo hilo na vitaendelea kuondoa vitisho vya haraka ambavyo vinavyoweza vikajitokeza katika eneo hilo. Awali serikali ya Israel ilikuwa imeidhinisha awamu ya kwanza makubaliano hayo ambayo yanatoa muda wa saa 24 kwa IDF kuondoa wanajeshi wake. Baada ya hapo, Hamas inatarajiwa kuwaachia huru mateka wote waliopo hai ndani ya saa 72. Kwa upande wa Israel, itawaachia wafungwa 250 wa Kipalestina waliokuwa wakitumikia vifungo vya maisha pamoja na Wapalestina wengine zaidi ya 1700 waliokamatwa tangu Oktoba 7 mwaka 2023, wakiwemo wanawake pamoja na watoto wote. Na kwa mujibu wa takwimu rasmi, bado kuna mateka 48 wa Kiyahudi waliopo Gaza. Inasadikiwa kuwa takribani 20 pekee ndio bado ambao wako hai. Na mpango wa kusitisha mapigano wenye vipengele 20 uliozinduliwa na Donald Trump mwishoni mwa Septemba unatoa wito wa kuondolewa kwa hatua kwa jeshi la Israel katika ukanda wa Gaza, kuvunjwa kwa nguvu za kijeshi za Hamas, kuanzishwa kwa utawala wa mpito wa kimataifa. Na mpango huo unalenga kuifanya Gaza kuwa eneo lisilo na misimamo mikali ya kigaidi, huku Hamas ikitengwa na mamlaka ya aina yoyote ile ya kisiasa. Kwa hiyo wanasema tayari hiyo mission imeshaanza. Lakini mimi binafsi, kabla sijawaletea sasa alichokizungumza Benjamin Netanyahu, ninaona huu ni mtego. Yani mimi ninaona huu ni mtego. Na wa Hamas kama wanaweza wakawa wana intelijensia kali sana, wasije wakakubali kuingia kwenye huu mtego. Yani hapo kuna kitu kinatengenezwa ambacho Hamas hawatakuja kukisahau mpaka wote wanaingia kaburini. Kwa nini nasema hivyo?
Nimekutana na ile hotuba ambayo ameitoa bwana Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel pale, ambayo hotuba ameitoa majira kama ya saa 7 za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na taarifa hiyo imesema hivi, nasoma kama ilivyo, siongezi, sipunguzi kitu chochote. Ndugu wanachama wa Israel, leo tunasherekea moja ya mafanikio makubwa tuliyoyapata katika viwanja vya uamsho, kurejesha wote walioporwa, walio hai na waliokufa bila ubaguzi wowote. Hili ni lengo kuu, adhma ambayo tumekuwa nayo tangu mwanzo wa vita kwa miaka 2 iliyopita. Niliahidi kwa familia za waliofariki dunia, wale waliotekwa, na kwenu nyote wananchi wa Israel kwamba tutawahakikisha tunawarudisha wote bila kumwacha mtu yoyote nyuma. Tumepiga hatua na sasa tunaomboleza na kusherekea kwa pamoja. Ninawakumbusheni kuwa kulikuwa na baadhi waliosema mwanzoni mwa vita labda tutazoea wazo kwamba hatutaweza kuwarejesha. Walisema hatuwezi kuwarejesha hata mmoja akiwa hai. Mimi niliamini vingine na niliamua kuchukua mkondo tofauti. Niliamini kwamba tukitumia shinikizo kubwa la kijeshi pamoja na shinikizo la kidiplomasia tunaweza kurejesha walioporwa wote, na hiki ndicho ambacho tumekifanya. Lakini ninasema kwenu wazi kwamba njia haikuwa rahisi. Nililazimika kukabiliana na shinikizo kubwa ndani na nje ya nchi. Shinikizo la kupenya katika ukanda wa Rafah, kutochukua maeneo ya Philadelphia, kutoshughulikia maeneo mengine au kusitisha vita. Pia shinikizo la kutaka kuacha uvamizi. Hamas, Hezbollah, lakini pia utawala wa Asadi wa Irani walikuwa na nguvu, lakini niliyakana mashinikizo ambayo niliyaona kwa sababu mbele ya macho yangu kulikuwa na lengo moja. Kwanza ni usalama wa Israel. Hivyo inamaanisha kutimiza malengo ya kivita, ikiwa ni pamoja na uhuru wa waliotekwa, kuondoa tishio la nyuklia na jambo jingine, kuondoa hatari kutoka Irani na kuvunja ule mteremko wa Irani ambao Hamas ni sehemu yake ya msingi. Licha ya mashinikizo mazima ambayo nimeeleza, tulizidi kupigana Gaza na kutaka kuichukua eneo lote kabla ya kuingia kwa Rais Trump katika ikulu ya Marekani. Israel ilikuwa na watu ambao wametekwa 158, kati yao 117 walikuwa hai. Baadhi ya waliotekwa walirejeshwa kupitia operesheni za ujasiri za majeshi yetu, na tusihadaike, tulikuwa tumefaulu vibaya mno. Tunawakumbuka pia wale ambao wamefariki dunia. Baada ya Trump kuingia ikulu, tuliwarejesha nyumbani waliotekwa 49 wakiwa hai na wengine 10 kupitia operesheni za ujasiri wa majeshi yetu. Lakini bado jukumu gumu linabaki, kurejesha waliobaki 20 waliopo hai na 28 waliofariki. Kila ushauri, kila mchambuzi, kila jioni, kila siku walituambia haiko njia duniani ya kurejesha waliotekwa bila kujibu shinikizo kubwa la Hamas kwamba jeshi la Israel linatakiwa kuacha kabisa kuingia katika ukanda wowote ule, kutoka eneo la Philadelphia na maeneo yote yaliyokuwa yanakaliwa na mengine ambayo tunayajumuisha. Hapa pia ninafikiri tofauti. Nilijua ikiwa tutaingia kwa nguvu katika ngome iliyobaki ya Hamas, mji wa Gaza, na tukaangamiza makazi yake kwa nguvu, Hamas itakapokuwa inatamfuta kujiokoa, basi wangeweza kutushambulia vibaya mno. Na pia nilifikiri kwamba tukichanganya shinikizo letu la kijeshi kubwa na shinikizo la kidiplomasia kutoka kwa rafiki yetu mkuu Rais Trump, mchanganyiko huu utafanya Hamas kurejesha watu ambao wametekwa, wakati jeshi la Israel likiwa ndani kabisa ya ukanda, na tulikuwa tumeshika maeneo yote ambayo yalikuwa ni maeneo muhimu. Na hiki ndicho ambacho kimetokea. Tumezidisha shinikizo dhidi ya Hamas kutoka kila upande, kujiandaa kwa hatua zinazofuata za mpango ambapo Hamas itavunjwa kabisa nguvu zake kisha kusitishwa kwa silaha zao. Kama hilo litapatikana kwa njia rahisi, nini ambacho hatutakifanya? Je, hatutafurahi? Lakini ikiwa hakutakuwa na urahisi, nini ambacho kitafanya jambo hili kuwa na ugumu? Nataka niseme wazi kabisa, kila yule anayesema kwamba makubaliano ya waliotekwa yalikuwa tayari katika meza ya mazungumzo ya mwanzo, hao hawazungumzi ukweli. Hamas kamwe hawakukubali kurejesha wanajeshi waliotekwa wakati jeshi likiendelea ndani ya ukanda huo. Walikubali makubaliano haya, lakini wao walikuwa wanakubali pindi wakiona upanga umewakaribia na bado uko juu ya shingo yao. Hapo ndipo walipokuwa wanakubali kuwaachilia hao mateka. Hamas walikubali makubaliano tu baada ya mpango wa Trump
ambao nimekubali kwamba Washington walifanya upendeleo wa kimataifa ambao hauna mfano wote, waliwapendelea Hamas. Katika hatua ya sasa, mpango tunaolenga ni uhuru wa wale ambao wametekwa, na ni lazima niwaambie, katika mikutano ya kufanya mashambulizi na familia za waliotekwa katika miaka miwili iliyopo, nimeshuhudia machozi. Haiwezekani sio hivyo. Moyo umeguswa, moyo unawaendea wale wote ambao wametekwa. Nilihakikishia familia zao waliotekwa sitaacha mtu hata mmoja, na hakika waliotekwa wote watarudi kwetu siku zijazo kwa msaada wa Mungu, na tutawapeleka katika maeneo yao ikiwemo nyumbani. Pamoja na furaha kubwa ya kurudi kwao, watapata kazi ngumu ya kurejesha miili yao, nafasi zao, na taifa zima la Israel litawakumbatia ili waweze kusimama tena kwa miguu yao wenyewe. Waliotekwa waliokuwa wamefariki na wengine watakutana na watu ambao wamefukiwa. Tutafanya jitihada haraka kupata yote, na kufanya hilo ni wajibu wa kimkakati ili kuhakikisha watu hawa wanakuwa nao katika hali yao ya kawaida. Wananchi wa Israel, katika siku hii yenye msisimko, ninawashukuru mashujaa wetu wa jeshi la Israel pamoja na vyombo vya usalama. Tangu mwanzo wa vita wamejitoa mbele za mapambano ili kulinda taifa lao la Israel. Bila wao kujitoa, basi tusingeweza kuwarudisha waliotekwa nyumbani. Tunaunga mkono familia za waliofariki, familia za wale ambao wapo hai. Kwa upande mkubwa tunawatakia wagonjwa wote wa kivita waweze kurudi katika hali zao, na Mwenyezi Mungu awaponye kabisa. Ninamshukuru Rais Trump kwa uongozi wake wa kimataifa na juhudi zake zisizo na mwisho za kuandaa mpango huu wa kuwarejesha waliotekwa. Pia shukrani nyingi kwa wajumbe wa Rais Trump, Steve Witkoff na Jared, ambao walifanya kazi kubwa kufikia makubaliano ya uokoaji. Kwa upande wetu, shukrani nyingi kwa viongozi wa timu yetu ya mazungumzo kama vile Waziri Hendrma pamoja na timu ya mazungumzo. Wamefanya kazi kubwa ya kujitolea na kazi ambayo ilikuwa na ubunifu hali yake. Wananchi wa Israel, miaka miwili iliyopita sikukuu ya kule Tora ilikuwa ni siku yenye majonzi ya kitaifa. Siku hii imegeuka kuwa msaada kwa Mwenyezi Mungu, kuwa siku ya furaha ya kitaifa, furaha ya kurudi kwa ndugu zetu ambao walitekwa. Jina la Operation Shavun Leglam limetokana na ahadi ya mama yetu katika kitabu cha Yeremia. Anasema watatiwa watoto wao kufika makaburini kwao. Watatiwa watoto na wasichana kufika makaburini mwao. Miaka miwili iliyopita tulitoka karibu na kifo na kuanzisha vita ambavyo tulipigania utu wetu. Kwa uwezo wenu na kusimama na umoja wenu, wananchi wa Israel, tumekabiliana na majaribio magumu. Tumepata ushindi mkubwa, ushindi ambao unabadilisha uso wa Mashariki ya Kati. Lakini kama kamanda mkuu alivyosema, mapambano hayajamalizika. Bado mbele yetu kuna changamoto kubwa, lakini pia kuna fursa kubwa. Pamoja tutaikabili changamoto pamoja, na tutatekeleza hizo fursa tukahakikisha tunazifanikisha pamoja na kutimiza majukumu yetu, na tutaongeza mzunguko wa amani ili kuhakikisha kwamba taifa lote linakuwa lina amani. Asanteni sana ninyi wananchi wa Israel. Hii ilikuwa ni hotuba ya Benjamin Netanyahu ambaye ndiye waziri mkuu wa Israel. Bila shaka mmepata baadhi ya point ambazo nimewaambia. Mtego ambao watu wa Hamas, watu wa Palestina, watu wa Gaza hawataki kuingia ni hiki kipengele cha Waisrael pamoja na Marekani kusema wamekubali kusitisha mapigano. Kuna namna wanatengeneza mazingira ya kujipanga vizuri ili waje wafanye ambush ambayo wanaweza sasa wakachukua ukanda wote wa Gaza. Hiki ndicho ambacho ninakiona mimi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.